ninakushukuru. Baraka zako kwangu ninakushukuru. Mungu wa rehema zote ninakushukuru. Nasema asante Mungu, ninakushukuru. Kwa siku ya leo ninakushukuru. Ulinzi wako kwangu ninakushukuru. Maisha yangu yote ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Mwambie Mungu asante kwa wema wake kwako. Amekutoa, alikutoa, amekufikisha kwenye wema wake. Baba ninasema asante kwa ajili ya uhai wangu. Asante kwa ajili ya familia yangu. Asante kwa ajili ya kazi yangu. Asante kwa kile unachokifanya ndani ya maisha yangu. Asante kwa ajili ya kile chema ulionipa. Watu wanatumia mapesa nikufundisha ufahamu wao kwa gharama ya ajabu. Baba ninasema asante, 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 asante. Haleluya, haleluya. Ninakushukuru kwa jina la mwanao. Asante Baba, asante Yesu, asante Baba. Ambayo ndio napenda tuiongelee, akili iliyofanyika upya kabisa. Akili isiyo na doa. Akili iliyofanyika upya. Akili iliyofanyika upya mfano wake ni huu hapa, mchoro wake. Hii hapa ni akili ya mtu ambaye imetakaswa. Tunaweza kuita ni ufahamu ambao hauna tofauti na ufahamu wa Yesu mwenyewe, na hasa wakati akiwa anaishi hapa duniani. Yesu hakuwa na ufahamu wa aina mbili, ndugu zangu, wala hakuzaliwa na ufahamu wa giza. Yeye alitungwa mimba kwa Roho Mtakatifu, akakuwa katika maadili mema. Mwisho miaka 30 akapokea kitu kikubwa sana, Roho Mtakatifu, na akawa na ufahamu unaolandana na wa baba yake. Na ndio maana anatuambia kwenye Biblia katika Injili ya Yohana sura ya 5 ule mstari wa 19 na wa 30, siwezi kufanya chochote ila kile ninachomuona baba yangu anachokifanya. Kwa hiyo akiwa duniani kama wewe na mimi, alikuwa na mwili kama wewe na mimi, alikuwa anashawishiwa kama wewe na mimi, hakuwa na upuuzi wowote kwenye akili yake. Akili yake iko juu mbinguni, anajua baba yake anafanya nini sasa hivi na anafanya, anajua hiki ndio baba anachotaka kufanya, anafanya, kwa sababu akili iko safi, akili iko nyeupe, inapokea vitu vya kimungu peke yake. Na ule mstari wa 30 anasema kile ninachokiona, kile ninachokisikia ndicho ninachokitenda, ndicho ninachokifanya, ndicho ninachokihukumu. Kwa hiyo akili ya Yesu ilikuwa safi kabisa, na akafanya miujiza mingi sana.
mpaka aliporudi mbinguni. Sasa anachokitafuta kwa Mkristo Mkatoliki mkarismatiki kweli kweli, uwe na akili yake, sio akili inayopokea vitu. Unajua, niwaambie ni ukweli, sisi ni watumishi, tunafundisha watu, tunahubiri sana, tunafanya vitu, na hata kuna mafundisho mengine mimi sikubaliani nayo, ya kufanya uwe excited, yani uchangamke, ufurahie. Ukitoka hapo ndio unakimbizana na hivyo vitu bila kumuuliza Mungu ni kusudi lake, bila kupotezea muda njiani na mambo ya ajabu sana. Siku moja nilikuwa kanisani asubuhi pale Agape, nikawa mimi napenda wakati padre anapomwinua Yesu ya Ekaristi juu, huwa namwangalia, namwambia Bwana sema kitu. Sasa asubuhi moja huyu Father Etienne akawa amenyanyua Yesu ya Ekaristi, kana naongea naye, nikaona kama maono, barabara ndefu imenyooka sana, na baba mmoja kwa kawaida tu anatembea na kitoto chake cha kiume, hivi vitoto vinavyokuwa vitundu kama vibuzi hivi. Yani nikaona huyu baba ana mtoto wake. Kwenye akili yangu bwana, kuna mtoto anatembea naye, amemshika mkono, anatembea naye kile baba ana wasiwasi, amenyoka, yani mpole huyu baba, anamshika yule mtoto kwa kwenye mkono wake, kitoto kikajitoa kwenye mkono, kikaanza kutembea kidogo. Akikwenda mbali, kikawa kimeona sijui mdudu bwana, kikakaa chini kikaangalia. Yule baba akusimama, akaendelea na safari. Kitoto kile kimekaa, yani yule baba ameenda umbali, chenyewe kiko pale kinaangalia vidudu sijui unafanya nini. Kikatoka pale kikamkimbilia baba yake, alafu kuna msitu kuna huko, kikajua kumbe baba amenyata, kikakimbia, akaingiza mkono, akamshika, wakaendelea na safari. Wakati ninatafakari maono hayo, nikagundua katika safari yangu ya uokovu, Yesu anataka anishike, atembee na mimi masaa 24 tangu Januari mpaka Disemba, lakini saa nyingine najitoa mkono wangu, naanza kuangalia vitu vya ajabu vya dunia hii, jinsi akili yangu inavyonituma. Napata kazi kubwa, kazi kubwa ya kumkimbilia tena, na bahati nzuri Yesu hatukatae. Na jioni hii kuna baadhi yenu kweli mnarudi kwenye hii ufahamu, na mtatembea kwa furaha katika maisha yenu ya wokovu. Na hii itatokea kama umechoka na ile aina ya pili yake, lakini kama unaipenda kuelezea vitu vilivyooza, kuelezea historia ya maisha yako, kuelezea nini kinachoendelea mwilini mwako, hiyo sio injili, mtu wa Mungu. Hiyo sio injili. Elezea neno la Mungu. Watu wanapenda kuelezea maisha yao kuliko neno la Mungu. Nakwambia mimi ni watu wachache sana. Dada mmoja tu nilimkuta hapa Emmaus, nilikuwa naye kwenye ushauri, ananiambia nataka ushauri, akanigeuka bwana, badala ya ushauri akanishauri. Wakati huo nilikuwa naishi Agape, tunaongea, akaniambia baba, wewe unajua bei ya chumvi? Wewe unakula unalala pale Agape. Nikaenda nikamwambia mke wangu, ananiambia tena huyo ndio mshauri mzuri, mrudia akushauri vizuri. Sisahau lile neno. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaelezea vitu vya ajabu sana, na vyote hivi ndugu zangu ni mapendekezo kwenye mwili wako, kwenye dunia hii, kwa shetani yaliyopita. Na ukipokea mapendekezo unatembea naye, yanakuwa mamlaka maishani mwako, unaishi maisha magumu. Kwa watu waliochoka kuishi kwenye yale maisha, hayo maisha ya akili niliyofundisha jana, leo hii unaingia kwenye hatua nzuri, hatua ya 3. Utoke hapa jioni hii na akili kama ya Yesu. Niliwaambia jana, Mungu anasema mtakapoyafanya mapenzi yake, mtashangaa jinsi mtakavyoenda mbali. Utagundua vitu vya maana katika safari yako ya wokovu, na utaishi maisha ya uhakika. Kwa hiyo tunaona akili iliyotakaswa, ndugu zangu. Hapa tunamuona Mungu yuko karibu sana na akili ya huyo mtu. Ukiangalia jana, ile akili ya jana, Mungu yuko huko juu. Sasa Mungu amesogea. Unajua Mungu wetu ni wa ajabu sana. Huwa lazimishi vitu, anakupa hiari yote. Ukija hapa kutoka nyumbani, unajua naenda kwenye kikundi cha sala, njoo na kapochi kako, au njoo na Biblia, njoo na sijui na briefcase yako, bila chochote. Wala hamna cha karatasi, wala hamna cha kalamu, wala hamna cha Biblia. Mungu hata kuambia beba, atakuacha tu. Umeamua utakuja utakaa hapa miaka 10, unakaa tu, unakuja unaangalia, watapita watu watakufundisha, wewe utakaa tu. Ukitoka umesahau kila kitu ambacho unafundishwa mara kwa mara mnapokutana kwenye fellowship. Maisha yako yanabaki vile vile,
watakuja vijana, unasikia siku hizi anahubiri Marekani, siku hizi vijana wanapitia hapa. Kumbe bwana, shida sio Mungu, ni wewe. Ni wewe. Na kwa nini Mungu akulete kwenye kundi kama hili, asikupeleke kwenye kundi la kilabuni? Umekaa kilabuni, mambo yanakuwa ovyo. Kwa nini akulete hapa? Ana makusudi, ana mpango. Kwa hiyo akili iliyofanywa upya, Mungu anasogea, anakukaribia, analeta kwanza mapendekezo. Mwanangu anapenda mapendekezo yangu. Kweli, yale mapendekezo unapoyapokea sasa yanakuwa mamlaka. Na haya mamlaka, waangalie vizuri sana, haya mamlaka yanastiki kwenye akili yako. Sio tu hamna mshale. Kwa sababu gani? Kwa sababu yanagandamana na ufahamu wako, mamlaka ya kimungu. Huyu mtu anakuwa na akili perfect, safi, pure mind, kama akili ya Yesu mwenyewe. Roho yako ambayo imeunganika na Roho Mtakatifu inatoa mambo ya kiroho, ambayo haya mambo ya kiroho yakiingia kwenye akili inapokea. Huyu mtu, mwili ule, dunia hii unayoishi, shetani ambayo ni kiumbe, bado anamiliki hii dunia. Yaliyopita, historia ya maisha yako hayana nguvu tena katika hii akili. Tuna kitu tunachokiita msalaba. Vitu vyote ndugu zangu, miaka 2000 tunasema tu tunasema tunahesabu tu kidunia, yani tunahesabu tu jinsi jamaa alivyotuandikia nani waliogundua mambo ya tarakimu, sijui mambo ya kalenda. Na wanasema hiyo kalenda pia ilianzia miaka 6 baada Yesu alizaliwa, miaka 6 kabla hiyo kalenda. Kwa hiyo hata hawaeleweki, lakini tunafuata usiku na mchana na tuko makini kweli. Yaani ukiendelea, ukiingia kwenye ulimwengu wa roho, unakuta hivi vitu sio reality, sio real. Kitu ambacho ni real, mimi huwa nawaambia watu, kuna kitu tunachokiita fact na truth. Fact, neno la Kiingereza fact, ni hali halisi, ni kama kitu kinavyo, yani ni ule uhalisia wa kitu. Na kuna kitu tunachokiita truth. Truth ni ukweli, na ukweli ni Mungu mwenyewe. Truth, kweli. Wanasema hakuna binadamu aliyekuwa na akili duniani wakati wa Yesu kama Pilato. Pilato alikuwa na akili hapa kichwani za ajabu. Alikuwa na uwezo wa kuongea na Mungu ana kwa ana na kumchokonoa amjibu hata kama hataki. Huyu jamaa anaitwa Pilato. Na nimewahi kusikia kuna baadhi ya vitu kwenye mahakama zetu leo hii ambavyo wanavitumia, ambavyo vimetokana na huyu jamaa anaitwa Pilato, sheria fulani, na zinafanya kazi kwenye mahakama leo hii tunapoongea. Miaka mingi huko nyuma, huyu jamaa alikuwa na ujana na Yesu. Mpaka Yesu akafika mahali akamwambia, usingepewa hicho kitu kutoka juu, usingeweza kabila. Ukisoma Biblia yako. Lakini alipofika kwenye ukweli, pale ilikuwa kikomo cha akili yake. Yesu alipomleta kwenye reality, kwenye truth, akamwambia kweli ni nini, na akamwacha Yesu. Kasome vizuri, akamwacha Yesu, akaenda zake, kwa sababu kweli uliingia kwenye moyo wake. Akagundua uwezo wangu wa kiakili ya dunia hii ni foolishness, ili kujihami kama mwanaume. Unajua wanaume wanakakamaa, yani ameufahamu kweli, anajiimarisha, kujikaza. Inapenda na watu. Lakini hapo ukianza kuomba atapiga yowe ya ajabu, sio pepo. Ni uchungu tu kutoka ndani. Mwanaume anaangalia hivi kama 20. Yaani kuna mgongo fulani kule kwetu Uchagani, lenyewe limekaa hapo chini, halina hata aliwezi kuota. Yaani limekaa tu. Usifikiri mtu yuko salama. Amebana hizo hisia, anaumwa, shida ziko tele. Ndio Pilato akajua ukweli kwenye akili yake, akafahamu ukweli, akakwepa, akaendelea na akili yake ya kidunia. Yesu akamwacha ili atimize kusudi lake. Kwa hiyo nachotaka kuambia hapa ni nini, ndugu zangu? Kwamba kuna hii akili mpya ambayo haiwezi kupokea kitu chochote mpaka kipitie kwenye mti. Kwenye maeneo gani? Niliwaambia akili ya mwanadamu yote inapokea mambo mengi sana kwenye vyanzo hivi hapa. Mwili wake huo uliokalia hapa ni hatari maishani mwako, na hasa maisha ya wokovu. Ukitaka kujua hichi kitu ninachokuambia, soma Galatia sura ya 5 mstari wa 17, ndio utajua nakwambia nini. Mwili wako
una sauti, unaongea, una usumbufu, autosheki, unababaika, unakudanganya kufanya mambo ya kidunia ya ovyo, ujue hata utakufa lini. Unakubaliana nao? Body, flesh tunaita. Kuna kitu tunachoitwa dunia. Hii dunia inatisha. Wenzako wanakuja wamepita, wenye uwezo wasio na uwezo, waovu na wema, dunia na utapita. Ina masajesho yake ya ajabu sana. Ukiangalia ile akili ya pili ya jana, unakuta huyu mtu imegawanyika. Haya bado anaingia msalama, hamna, yanaingia tu. Shetani, yani shetani anamuogopa mtu aliyeokoka kwa kweli. Kama wewe ni mtaalamu wa kusoma historia ya wokovu, mwaka 1900, yes. Soma tu historia ya wokovu. Makanisa ya Pentekoste yaliingizwa kuliingia mabadiliko makubwa ya revival. Watu wanahubiri, watu wanatembea, vyote wanatembea. Makanisa ya Pentekoste miaka ya 1900, kasome historia ya kanisa. Leo hii wako wapi? Shetani anaogopa mtu aliyeokoka. Tena kibiblia anasema anatembea akitafuta kama nyumba imesafishwa afanye kazi. Na ukijidanganya, ukifikiri kwamba uko salama kama uko hapa, akili safi ambayo na mawasiliano safi na Mungu na Roho Mtakatifu, utashangaa jamaa anaingia na kutoka kama nyumbani kwake. Mambo yako yaliyopita, historia ya maisha yako, vitu ulivyokutana navyo, vyote kikomo chake ni msalaba. Unaona sasa inakuja hivi, mambo yaliyopita yana mapendekezo. Sasa kuna huu msalaba hapa, mapendekezo yanatoka kwenye mambo ya zamani, yanaenda yanamgonga msalabani. Lazima yapite kwenye msalaba kwa mtu aliyeokoka. Yanachujwa juu ya msalaba. Yaani mambo ya imani yanapochujwa juu ya msalaba, mapendekezo yana nguvu sana, yanaenda, lazima yatafika kwenye akili yako, lakini hayana nguvu kama alivyotokea hapa. Na anapoenda kwenye akili yako ina kazi moja tu. Haya mapendekezo sio sahihi. Kwa sababu gani? Pia kuna vitu vizuri vya zamani vikipendekezwa na akili yako iliyokaa safi, ikiona ni mapendekezo mazuri, inayapokea. Na inapoyapokea, mamlaka inaachiliwa. Na inapoachiliwa, yale mamlaka hayaendi moja kwa moja kwenye akili yako, yanagota kwenye msalaba. Kwa hiyo hayana nguvu kubwa ya kufanya kazi kwenye akili yako. Kwa nini? Kwa sababu yanabaki msalabani. Yalibaki msalabani. Iko hivi, kabla hujampa Yesu maisha, ilikuwa kwenye programu ya Mungu. Ulipompa Yesu maisha, ni programu ya Mungu. Unapoendelea sasa hivi unavyoishi leo hii, ni programu ya Mungu. Kwa hiyo yeye anachokitaka kwako, utambue vitu vitakavyokusaidia katika safari ya wokovu. Na kwenye akili ya mwanadamu, msaada wa pekee ni akili inayofahamu Yesu alifanyia nini juu ya msalaba, juu ya mwili, juu ya dunia, juu ya shetani na juu ya mambo yaliyopita. Huyu mtu kama anafahamu hivyo vitu, na sio kufahamu tu kwa kufahamu kibibilia, yaani ufahamu kibibilia. Neno la Mungu linasema nini juu ya mwili wako? Nasema nini juu ya dunia? Nasema nini juu ya shetani? Nasema nini juu ya mambo yaliyopita? Na ukishajua hicho kitu, Biblia inasema nini? Mambo yote yaliishia juu ya msalaba. Na kama alishia juu ya msalaba, wewe huna haja. Mapendekezo yatakuja kila siku kutoka mwilini. Dunia itapendekeza mambo yake, yatapendekeza kwenye msalaba, yatakuja mpaka kwenye akili yako, lakini akili yako inasema haya sawa, yanafaa, ngoja niyatumie kwa faida ya ufalme wa Mungu, na unashangaa unafanikiwa sana. Haya yafai, hayana maana, yanawekwa kwenye dustbin, akili yako inabaki kuwa fresh, unasonga mbele, unapokea zaidi kutoka hapa. Huyu mtu anamilikiwa. Mapendekezo hayana nguvu kama mamlaka. Kwa hiyo huyu mtu anatengeneza kitu kinachoitwa tabia iliyobadilishwa. Tabia ya kimungu, anafanana na Yesu. Biblia inatuambia vizuri, hakuna kinyonge kitakacho urithi ufalme wa nini? Wa Mungu. Unafikiri maana yake nini? Kwamba kama akili yako haiko safi, kama mamlaka inayoendelea maishani mwako ni kutoka kwa Mungu peke yake na kwa Roho Mtakatifu katika roho yako, basi ni shughuli kubwa.
Kwa hiyo leo kwa wale ambao tumeendaenda, tunaingia mahali hapa, tumshukuru Mungu kwa kweli, kwa sababu utagundua siri ya ajabu sana kuanzia leo. Wakati labda ulikuwa ujui kwamba mambo yako yalishaishia hapa, udaimu chochote mtu wa Mungu, ni ujinga tu. Wanasema kutokujua nako ni kitu cha ajabu sana, lakini naamini kuna baadhi yenu, kama si mmoja, kama si wote, mimi natamani wote mwanze kuangalia msalaba umekufanyia nini maishani mwako, uishi katika hilo. Nitawapa mistari unaopambana na mwili wako, unaopambana na dunia, unaopambana na shetani, na ukaitafute mingi zaidi juu ya hivyo vitu. Hivi vitu ni hatari sana kwa uokovu, na hasa kwa karismatiki wengi sasa hivi. Pata shida sana, ishi maisha magumu sana. Kwa nini? Kwa sababu wamesahau msalaba, wamesahau amefanyia nini juu ya mti, wamesahau Mungu alishawakomboa, wanatakiwa wamilikiwe na Mungu na Roho Mtakatifu peke yake. Wanachanganya madawa. Ingekuwa kweli kiwanda cha madawa ndio kutoka tajiri saizi, ni madawa yenyewe fake. Kwa hiyo akili iliyofanywa mpya, maana yake ni akili ambayo imeunganika kabisa na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Naweza kuandika kwa kifupi, akili iliyofanyika upya ni akili ambayo imeunganika kabisa, mamlaka yake yanatoka kwa Mungu Baba na kwa Mungu Mwana na kwa Roho Mtakatifu. Hii ndio tunaita akili, haina doa lolote, na ni akili tunayopewa na Mungu tunapompa Kristo maisha yetu. Sio kwamba utapata shida njiani, vishawishi na majaribu, lakini haviwezi kuathiri kwa sababu vinapenya mpaka vipitie msalabani. Na ndio maana tunasema na havina mamlaka. Mamlaka yake yanaishia msalabani, mapendekezo tu ndio yanaendelea na maisha yako. Kwa hiyo tunahitaji leo kutoka katika maisha ya kuendekeza maakili ya ajabu ajabu ambayo yana msingi, kwa sababu Mungu anataka tuishi maisha mazuri. Alichokifanya shetani au anachokifanya shetani kwa watu wengi wa Mungu ni hiki kitu hapa. Injili ya Yohana sura 14 mstari 30. Injili ya Yohana sura 14 mstari 30, tusome pale. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kitu cha ajabu sana, na ningeomba leo hii kuingie hii mstari. Kirudi nyumbani soma, ukitaka kuelewa neno la Mungu soma mara 2 mara 3. Usisome tu kwa sababu usiandike uache kwenye madaftari. Soma ana maana gani anaposema hivi, na Roho Mtakatifu atakuangazia. Watu wengi sana wasomi neno kwa kina, kwa maana hapati maana sahihi na anakata tamaa. Anasema katika Injili ya Yohana sura 14 mstari 30, mimi sintasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yu aja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Nataka uelewe kitu kimoja. Shetani, taka usitake, ni mkuu wa ulimwengu huu. Mpaka leo unapoongea na wewe, ni mkuu wa ulimwengu huu. Anatawala ulimwengu, anatawala dunia hii. Ndio maana watu wengi sana wakitaka ishi vizuri hapa duniani, hata wapoteze nafsi zao, wanajikabidhi kwake na wanafanikiwa kufanya mambo ya ajabu sana. Sasa Yesu anaongea na wanafunzi wake kama anavyoongea na wale hapa leo jioni hii. Anakuambia hivi, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yu aja mkuu wa ulimwengu huu. Lakini pamoja na kuja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Maana yake nini? Mkuu wa ulimwengu huu yupo na matakataka yake ya kimwili na ya dunia na yeye mwenyewe na aliyopita, lakini kuna mtoto wa Mungu aliyeunganika na Kristo Yesu. Na huyu mtoto wa Mungu aliyeunganika na Kristo Yesu anatangaza pamoja na Yesu Kristo, mkuu wa ulimwengu ana kitu kwangu. Niliwaambia kitu jana wakikuwepo, kama una alama yoyote ya shetani, ni rahisi sana kutrace. Anatafuta na alama zake ni nini ndugu zangu? Ni tamaa mbaya, wivu, hasira, chuki, hofu. Hofu ndio bomu lake la atomic, nuclear. Akishakutia hofu tu juu ya jambo fulani, juu ya matumaini fulani, amekumaliza. Hizi ni alama zake. Kwa hiyo anatumia vizuri ile alama vyake, na wewe kama uvijui na uvitambui, unaanza kuishi kwenye mapendekezo yake, mapendekezo yake na mamlaka yake anaanza kufanya kazi, na unashangaa unarudi kwenye ile akili ya pili na maisha yako hayo.
unatakiwa ukiri hili neno, hata kama ni mkuu wa ulimwengu lakini hana kitu kwangu. Kwa nini? Kwa sababu Bwana wangu ametangaza hakuwahi kuwa na chochote cha kishetani. Nimeunganika na Kristo Yesu kwa njia ya ubatizo, kwa njia ya kipaimara, kwa njia ya masakramenti. Mimi ni Yesu mwingine pale nilipo, nimeunganika naye kwa sababu ni Yesu, sio haki yangu, ni haki ya Yesu. Nina uhakika wa kusema hana kitu kwangu. Yes, una uhakika huo. Lakini ukishaanza kuogopa, nimezini, nimekuwa hivi, nimeiba, umeshaiba, sasa utafanyaje? Umeshaazini, ubakie kwenye mazina. Akili yako ichangamke. Unajua umenidanganya na mimi nimeamua hayo mambo sitakaa niyarudie. Bwana wako ananiambia kwenye neno, ulinilaghai. Siku moja ndani ya wokovu nikataka kuanguka na msichana mmoja kabisa. Tena mambo haya ya yani on the spot nikasikia sauti inaniambia, unataka kufanya nini? Sikukimbia kama Kaini. Nilitoka pale nikakimbilia chapo kwa Yesu Ekaristi. Nikamgeuka, nikamwambia, mimi nakutumikia. Ukakubali, nikafika pale kabisa. I tell you, it was terrible. Yani umekubali, nimefika pale. Haikupita sekunde, neno likaja kwenye akili yangu. Luka 24 mstari wa 23 mstari wa 32. Baba, uwasamehe yule msichana na experience kwa sababu hawajui walitendalo. Yani niliruka pale yani anaongea kama hivi live. Hawajui ni vitoto tu vinataka kucheza cheza, unajua hatari ya hii dhambi. Mimi watu niwaambieni, mmekaa hapa mnaniangalia, Mungu sio kama unavyowaza kwenye akili yako. He destroyed everything. Aliharibu kila uozo uliofanya leo asubuhi, utakaofanya kesho, aliumaliza juu ya ule mti. Wewe ni kama kile kitoto kinachocheza tu. Nilikuwa nataka kucheza na matope, na Mungu anajua bado yuko kwenye flesh, akajua kitoto nikiangazie. I destroyed that thing. Nilicheka pale chapo kwa kweli. Yani kabisa naona Yesu anaongea na Baba, msamehe expert tena karibu ningetaja ile jina. Msamehe experience na huyu hawajui walitendalo, ni wajinga bado, kwa sababu bado wanasafiri, hisia zimeamka. Nikatoka pale nikaenda kwa padri mmoja kuungana, mzungu. Rafiki yangu alikuwa anakuja hapa, sijui wengine mnafahamu, ana mzee sana, karismatik wa zamani sana. Nikaenda kuungama naye kwa kwake. Wakati naungama akaanza kusema devo. Yani anaongea shetani, experience shetani, sana shetani. Devo. Anasema hivyo tu. Nikaanza kutetemeka huko ndani. Yani ndio kwa shetani kweli. Lakini wakati sababu mzee amejaa roho mtakatifu, anasema devo. Nikaelewa. Yesu mwenyewe alimwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani, kwa sababu wewe kikwazo katika hili nilichoamua. Nikajua huyu baba anamkemea shetani ambaye alitaka kuniangusha kwenye ile system. Kamshukuru Mungu, nikatoka pale nikiwa safi. Nataka kuambia ni nini? Hapa hakuna mtu sijui nini, lakini mimi ninaongea na nini, ninayokutana nayo yanatisha. Ukiwa ndani ya Kristo, wahubiri wakubwa wengi wanaamua kwenye mambo matatu makubwa: wanawake, pesa na madaraka. Hicho kitu kama huko hapa mhudumu, usisahau hata ufike pale juu. Kuna kitu tunachoita wanawake. Mungu ametuumbia ni watu wazuri, watamu, waajabu sana, ni viumbe wasaidizi, lakini Biblia inasema uishi naye kwa hekima, kwa maarifa, si mchezo. Na kina mama, mkubaliane, nyinyi ni watu wa Mungu, usikubali kuingia kwenye mtego wa Eva. Tupo wengi tu kwenye makundi ya sala, kwenye mahuduma, tunahubiri wote na upako mkubwa kabisa. Na hiki kitu kimewekwa kwa ajili na kuweza kuimarisha agano lako na Kristo Yesu ukiwa na akili safi. Na Mungu hatakuacha uishie hapo, hatakubali ufie hapo. Kwa nini? Kwa sababu anajua mwanangu anapitia hivyo vitu. Kwa hiyo ukiwa imara, ukiwa pamoja na Kristo, utaweza kudai haya madai ya neno lake kwamba huyu hana kitu kwangu. Tumezaliwa kwenye familia za zinaa, ndugu zangu. Ni moja wapo alama zake kubwa sana. Tumezaliwa kwenye familia
za watu wakatili. Tumezaliwa kwenye familia za wamangi, watawala. Tunahubiri, tunafundisha, tunahudumu, lakini tuna hivyo vitu tumetoka navyo kwa wazazi. Sijui ni juzi au jana niliwaambia, tuliparuzwa tulipoingia kwenye matumbo ya wazazi wetu. Akili zimevurugwa. Sio kwamba unapenda kufanya hivyo vitu. Zuri ni kwamba tunaye Bwana anatusaidia. Injili ya Yohana 12:31 mpaka 32. Maneno mazuri sana, kayasome mtu wa Mungu, itakusaidia sana. Injili ya Yohana 12:31 mpaka 32. Nasema, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu ametupwa nje. Haleluya. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Mkuu wa ulimwengu amefanya nini ndugu zanguni? Ametupwa nje. Sasa sijui kama unaelewa neno la Mungu sawa sawa. Nimesema hivi, shetani bado anamiliki ulimwengu huu, anamiliki dunia hii. Biblia inatuambia, au neno la Mungu linatuambia, sasa mkuu wa ulimwengu huu, hukumu ya huyu jamaa imefanya nini? Imekamilika. Na pia sio kukamilika tu, ametupwa wapi? Nje. Usipoelewa maandiko vizuri, mtafikiri ni kitu cha hivi. Kama mnanifuatilia nilipokuwa nawafundisha, nimesema shetani alipomjaribu Eva, alipokea kitu kikubwa kutoka kwa mwanadamu ambacho sisi leo hii, kizazi cha sasa hivi, hatuwezi kukipata tena. Mungu alipomuumba mtu, alimkabidhi dunia, aifanye anavyotaka, amue anachokitaka. Jaribu kufikiri kwenye akili yako, mtu mmoja, mwanaume mmoja, anawapa wanyama wote wa dunia yote na ndege wote wa dunia yote majina. Yaani viumbe vimebatizwa na mwanadamu na sio Mungu. Hii ni akili ya ajabu sana. Usifikiri ni mchezo. Kwanza, yaani ujue akili ya jamaa ilikuwa smart. Kinakuja mnyama kwenye akili yake, anasema utaitwa simba. Na simba, Mungu anamuumba simba, ulishabatiza mwanadamu, anaitwa simba. Anakuja kwenye akili yake nyumbu, suyau, sungura, anaibatiza na kinakuwa hivyo. Mungu akampa madaraka ya ajabu sana mwanadamu. Sasa walipoingia kwenye dhambi ya uasi, wakapoteza kile kitu. Na walipopoteza kile kitu, shetani akawa na mamlaka ya aina mbili kwa ridhaa. Na ndio maana mpaka leo hii anavuruga akili yako, sababu hawezi kufanya kitu bila wewe. Alipoweza kupokea kile kitu, akawa na uwezo sasa wa kwenda kwenye uwepo wa Mungu, anaongea na Mungu, kuchongea tu. Yaani apeleki taarifa nzuri, anaenda tu na kuchongea. Akafanya hivi leo, Experus anataka kuzini, Experus anataka kuiba, Experus ni mwongo, yaani anapeleka mashtaka usiku na mchana mbele za Mungu bila shaka. Na Mungu anasikiliza. Na akiangalia duniani kweli, anakuta Experus anafanya hivi vituko. Ndio anatuma moto katika Agano la Kale, wanateketea Masodoma na Gomora. Anatuma gharika kwa sababu ya kibali cha shetani alichokipata kwa mwanadamu. Sio kama mnaelewa ninachowaambia. Kitu cha ajabu sana. Na baada ya hivyo, Mungu alipochoka, akasema nimechoka na hili kero. Siku ya siku, ndugu zangu, ukisoma Injili ya Yohana sura ya 3:16, anasema jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu, alipenda hii dunia, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Akamtoa. Na alipomtoa mwanae wa pekee kama sadaka ya ajabu sana, sadaka kali ambayo hakuna mwanadamu, hakuna mtu aliyewahi kuitoa. Mimi wanafundishaga watu kitu cha ajabu kidogo. Iko hivi, Mungu alipanga atakaye mkomboa mwanadamu ni mtu atakayetundikwa juu ya mti, tena uchi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Eva alianguka akiwa, shetani akiwa juu ya mti, na Eva yuko hapa chini anamsikiliza, anamwangalia.
Kwa hiyo wokovu wa mwanadamu utapatikana juu ya mti, sio chini hapa, sio bidii yako, sio utakatifu wako, utapatikania juu ya msalaba. Alafu uchi, shetani hana nguo, ni skeleton, hana nguo, kiumbe kilichoisha, yani kinatisha sana. Usiona na pamba, na hata wazungu wanamchora mweusi, wala shetani sio mweusi kwa kweli. Wao wanamchora Yesu mweupe, sisi kwetu shetani mweusi, ashindo kabisa. Shetani kila mara anapotokea mkombozi wa wanadamu anamwambia, kama unataka kukomboa watu, panda juu ya mti, alafu uchi. Sasa kwa mfano kama mimi hivi, nimevaa suruali yangu nyeusi na kashati kangu haka, Mungu ananiambia vua nguo zote katikati ya watu, panda hapo juu, hapo darini. Kuna watoto hapa, kuna akina mama, kuna akina mama, kuna wengine watakuwa nachungulia experience sana. Sio kwamba nao unavyo, lakini jicho unataka kuangalia vya kwangu. Yani jicho. Sasa walipokuja wakombozi, watu ambao Mungu aliwatuma, wanajaribu kuwapigania watu, wanapigania watu. Ikifika juu ya msalaba, mama yangu, panakuwa break, hawawezi, inagoma. Kwa hiyo Mungu akasema, nitashuka mwenyewe kama binadamu, nitaenda taratibu. Yesu alikuwa na hekima, ndugu zangu, kufuatilia alichofanya Yesu kukomboa. Sema tunajishughulisha, tutakula nini, tutajenga nini, tutazaa nini, tutaoa nini, mambo ya dunia yetu. Ungeweza kujishughulisha Yesu alifanya nini, ungeshangaa sana. Ni vitu vya ajabu sana. Yesu akaenda kama binadamu, taratibu. Ikafika siku ya siku, anataka sasa kukamilisha kila ambacho mwanadamu awaye yote ameshindwa. Ndio ndugu zangu, nikavua nguo zote, kavua zote. Wanasema hivi walivyofunika hapa si kweli, akikuwepo ni nyama, uchi wa nyama. Akapanda pale juu ya huo mti. Alipopanda pale juu ya mti, kwa ajili yako wewe mama ungekaa hapa, ulitakiwa madhambi yako upande na uchi wako pale. Akina mama mnanielewa? Na kati ya watu hapa, unajua wakati mwingine wanaambia akina mama, ungekuwa unalinda moyo wako kama unapolinda hicho kitu, ungekuwa mbinguni saa hizi. Akina mama watu ajabu kidogo. Yani kwa mfano unaweza ukakaa hivi, unapita hata mtoto mdogo akike bwana, yani unaiwa wala hile, umekuja tu sasa naona mwanaume unaanza kuona na kwa nini usijitengeneze kabla sijaja? Yani kukumaanisha kuna kitu fulani kiko mahali fulani utakiwa kukiangalia. Foolishness. Yes. Kwa nini usijipange kabla unapomwona mwanaume ndio unajipanga? Yani ni ile tu. Siseme tukae uchi, jisitiri, jinsi akili yako. Ni hata kama unashangaa automatically imetokea pop, unajisatiti. Sasa unapojisatiti, kama ni mwanaume anakuwa tension, huyu mtu kwa nini ameshtuka, analinda nini, anafunika nini? Kwa hiyo unamtengenezea mawazo, kuna kitu kiko kwenye yango fulani akitakiwa nione. Hayani jamaa ameshamweza hapo. Yani ama yeye anaendelea, ama vitu yanaendelea. Hiyo kama ni mtu wa Mungu, vaa vizuri, kaa vizuri kama dada, kama mama, uishi vizuri. Sasa na hiyo kitu hiyo unacholinda sasa, ulitakiwa sio kufunika, upande nacho wapi? Juu ya mti, kila mtu akuone na ulipie gharama za madhambi yako. Ungeweza leo hii kwa Mungu? Usingeweza. Akatokea Mungu kwa niaba yako, akapanda pale juu uchi, kila mtu anamtazama. Wengine wanasema haya ulikomboa, wengine shuka ukomboe. Wanaongea na kuongea, ametulia kimya, maumivu makali, uchi nje, ili aibu yako ya mambo unayofanyia sireni leo hii ufunike hiyo aibu kwa njia ya msalaba, kwa njia ya wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mshangilie Yesu kwa ajili yako na sio kwa ajili ya amekufunika, anakufunika. Usiangalie tu msalaba hivi, anakufunika kwa namna ajabu sana. Na kuna mengine bado tunafanya mpaka leo hii, ni ajabu ya ndoza ya sirini. Kuna mambo nayo yafanya, lakini haya mambo hayana nguvu, hayana uwezo, hayana mamlaka kwenye akili yangu
ambaye nimemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nina tumaini moja tu, pamoja na matakataka hayo yote, bado niko safarini, bado nasonga mbele. Siku ya siku Yesu atasafisha yote, nitakuwa na akili nyeupe na nitakuwa enda mbinguni siku moja. Wanasema safari sio mwanzo, ni mwisho. Sio safari, ushindi sio mwanzo wa safari, ni mwisho wa nini? Wa safari. Pigana mtu wa Mungu, usiogope. Hata kama umelala guest jana usiku, amka huko, toka huko, kaa vizuri, mwambie Bwana nisaidie, songa mbele. Na wewe ambao hujaenda guest usiende kama. Tengeneza akili nzuri, usiishi maisha ya ovyo. Tengeneza akili nzuri. Yesu alishatukomboa kwa kiwango kikubwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo akili iliyofanywa upya, nimesema ni akili iliyounganika na Mungu, na mamlaka yake ni Mungu peke yake. Mamlaka yake ni Roho Mtakatifu. Hayo mengine, mwili, dunia, shetani, yaliyopita na mambo mengine mengi yanapeleka suggestion, lakini hana mamlaka. Mamlaka yamesha wapi? Juu ya mtu. Ndio maneno yanayosoma. Kwa hiyo, kwa nini sasa nirudi kwenye pointi yangu? Kwa nini Yesu anasema mkuu wa ulimwengu? Turudie pale kwenye Injili ya Yohana sura ya 12 mstari wa 31 mpaka 32, anasema hivi, mtaona kitu cha ajabu sana na mtakipenda. Anasema sasa, na Biblia inaposema sasa, wakati unapoongea na nyinyi, sisi tunaelewana ndugu zangu, sasa hivi unapoongea na nyinyi, akili iliyo njema ina uwezo wa kupokea hiki ninachosema juu ya hili neno. Anasema hivi, sasa. So, yani hii ni present tense. Sio future, sio past. Sasa. Yani najiamini hili neno sasa. Anasema sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu ametupa nje. Sasa nje anayosema kwenye Biblia, aliyokuwa anaongea Roho Mtakatifu, sasa hivi ninapoongea na mimi, kile kibali cha kwenda mbinguni kupeleka mashtaka yako ya mambo ambayo umeyatenda hana tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kile kibali alichokuwa anakitumia alinyang'anywa na Yesu alipoingia kuzimu, kwa sababu alikuwa ameshika kile kibali cha kwenda kwenye uwepo wa Mungu, akakitupa pale chini kwa hasira. Yesu akakichukua, akatoka kule kuzimu, akapanda juu. Baada ya siku 3 akakamilisha kazi. Leo hii yuko upande wa kuume kwa Baba, na shetani hakuna anayemwogopa kama Yesu. Ndio maana ukitumia jina lake tu, kile kitu kinatikisika. Kwa hiyo akienda mbinguni, kama akijaribu kunusa kwenda mbinguni, akikutana na Bwana mkubwa, amekwisha. Adhabu yake ni mbaya, na kuna mapepo yake anayalinda, ambayo anayalinda ili kufanya kazi yake. Akikutana na jamaa, kwa sababu ni mwanga, yanakufa karibu robo ngapi ya mapepo yake, na anajua kazi yako inapotea. Usicheze na Yesu, usicheze na uwezo wake. Wewe akili yako inakwambia hivyo. Yesu alifanya kitu cha ajabu, cha ajabu. Mkuu wa ulimwengu atakuzungusha hapa duniani, lakini si mbinguni. Atakuzungusha na mambo ya ulimwengu, lakini si kwenye uwepo wa Mungu. Atakushitaki na kukunyanyasa na magonjwa na matakataka mbalimbali, lakini si kwenye uwepo wako na Yesu. Atakuja wakati umekaa, atakuletea viprogramu vyake sijui vitu gani ya kwake wakati unasali, lakini nakwambia ukikomaa, ukisema wewe ni Mungu, wezi si chochote. Kwa jina la Yesu tunakuamuru, utashangaa kile chako kinakuwa safi, unaendelea na ukimya wako, utasikia sauti ya Mungu ikikwambia na utaiona njia nyeupe. Kwa nini? Kwa sababu alinyang'anya kile kitu alichokuwa amemnyang'anya Eva na Adam. Alishanyang'anywa. Ndugu zanguni, tuamke. Tuamke. Umefanywa kitu cha ajabu. Na mimi ninaposoma maandiko yananiambia tafuteni yaliyo juu. Kristo aliko, si kitu chijali sijui. Watu wengi tunatafuta utakula nini, utavaa nini, utaenda, yani shida, bima ya afya. Mungu atusaidie. Luka 22 mstari wa 53. Luka, usikie Yesu anaongea ndugu zangu lisi. Wakati mwingine mtafikiri tu ni mimi kwa sababu tumezoeana. Yesu anasema naye, na akili mpya itanielewa unasema nini.
akili ile, lakini akili ya pilipili ile. No, si ya pilipili, yani ya double minded. Yani akili iliyochanganyika. Naona sawa tusijue, tumeshasikia napiga kelele hizo. Luka 22 mstari wa 53. 22:53. Anasema hivi: kila siku ilipokuwa pamoja nanyi hekaluni, hamkuninyoshea mikono, lakini hii ndio saa yenu na mamlaka ya giza. Sasa wakati Yesu anaenda kukamatwa ili kukamilisha lile zoezi, ndio anawajibu wale jamaa kwamba sasa ili niweze kukamilisha kazi yangu lazima nikubaliane na huyu. Nilikuwa naangalia picha fulani ya Passion, kama umeshaangalia mateso ya Yesu. Ukiangalia pale Yesu anapo wale ambao ile picha iliyochezwa vizuri, ukiangalia wakati Yesu anaenda hivi, anakutana na mama yake, anakuja shetani, amejitanda nguo fulani hivi, ana uso fulani anageuza kama mwanamke, alafu amebeba litoto lina kichwa kibaya. Yaani uangalie ile picha ya Passion kama umewahi kuiangalia. Nimebeba kichwa kibaya, alafu ile litoto linanyonya, nilijitu lizima usoni eti ni mtoto linanyonya kidole, kumuigizia Yesu na Bikira Maria. Alitamba wakati Yesu anateseka. Unajua Mungu ni mwerevu, shetani ni kiumbe, Mungu ndiye aliyeumba, si ndio ndugu zangu? Lakini anacheza na Mungu. Akujua, watu wanasema shetani angejua Yesu anafanya nini, angefanya kila mbinu Yesu asipange hapo, na isingewezekana. Lakini kumbe akujua ndio kikomo chake. Anacheza pale, anaigiza, watu hawaoni, anageuza sura nyoka, kama anavyokugeuza kwenye akili yako, anavyokuletea vitu vya ajabu, kile vitu gani maruerue. Sasa Yesu akaenda naye, alipofika hapa kileleni, aliposema imekwisha, neno moja tu, imefanya nini? Akakata roho. Alipokata roho, siko kujua amebeba limdoli lake la kunyonya vidole, yuko amezubazuba huko juu. Kushtuka, bwana mkubwa yuko kwenye kile kiti alichokuwa amekalia, anapewa na mwanadamu. Alipokuja anatetemeka, anamwambia nipe funguo. Akazirusha pale chini, Yesu akachukua, akapata vile. Hii vita ndio ukombozi wako, alikuwa ya kawaida. Huu mtu sio wakati wanatafakari. Huu mtu, na kuna wakarismatiki wengi, na Roho Mtakatifu ananishuhudia hapa ndani yenu, misalaba yenu mlishaikata, mnatembea na vipande. Nikaangalia kwenye clips fulani hivi kwenye mitandao, na tunashare kwenye WhatsApp, kila mtu ana msalaba wake, anatembea. Jamaa mwingine akafika mahali mzito kama ndio akakata kidogo, akatembea akafika mahali akakata kidogo, akatembea akakata kidogo. Kuna jamaa mmoja yeye kavumilia, kabeba akaunguza hivyo, wakafika sasa kwenda ng'ambo ya pili. Yule aliyekata walipofika pale inabidi ulaze. Alafu bana, daraja lenyewe la ajabu sana hicho kivukio. Ukikiangalia hivi utafikiri kinafanana na msalaba wake. Yaani kama utaweza ukalaza pale ili usisite kuna nini. Jamaa akajaribu, alipolaza kwanza yule aliyekuwa amemtangulia amebeba mzima, akalaza, akakanyaga, akaenda ng'ambo ya pili, akashangilia. Sasa huyu jamaa wa kipisi akaangalia kifikiri cha kwake kitaweza kikalala kama ule wa mbele. Alipolaza turu ikatumbukia hapo nje kichanga. Ukatumbukia kule ndani ya ile shimo. Ulipotumbukia jamaa kabaki ng'ambo hii, wazee anawaambia bye bye. Akarudi kuangalia duniani. Wakarismatiki, tusitafute raha kama Bwana anataka uteseke for a while, kwa kipindi tu, kwa ajili ya wokovu ya familia yenu. Kuna mahali Paulo anasema ninalipiza yale ambayo Yesu hajakamilisha. Kuna vitu ndani mwetu kama karismatiki, kama watoto wa Mungu, vinaendelea maishani mwetu kwa kusudi maalum la Mungu, lakini wengi tunaenda kila mahali. Tuende kwa Mwingira, tuende kwa mzee Upako, tuende Dar es Salaam, tumepangiwa maeneo ya kwenda kuondoa kukatia misalaba yetu. Yaani hapo mengi. Tuamke. Yesu anasema atakayenifuata au ajikane kwanza nafsi yake. Nafsi ni nini? Nafsi ni akili. Nafsi inatengenezwa kwanza na akili.
inatengenezwa na moyo, inatengenezwa na hisia, inatengenezwa na milango yako tano ya fahamu. Kwa hiyo kama uko akili yako sio nyeupe, ukauliza hili jambo linalopitia maishani mwangu ni kitu gani, utaenda kichwa na utashangaa umepotea direction, umekata msalaba wako. Tuwe makini. Kwa hiyo akili iliyofanywa upya, Yesu anasema mamlaka yake yamekwisha. Mamlaka ile mwovu, mamlaka ya dunia, mamlaka ya nini? Kuna hivi mistari mitatu, kasome tena utapata mwanga zaidi juu ya hilo. Pale msalabani alitufanya ushirika naye. Juu ya msalaba Yesu alisulubishwa pamoja na wewe. Alisulubisha kila kitu juu ya msalaba, udaiwi chochote. Msalabani kila kitu kilikamilika juu ya maisha yako. Alituvuta wote kwake pale juu ya msalaba. Yesu alijumulisha watu wote katika kuinuliwa kwake. Alisema hivi katika hiyo Injili ya Yohana sura ya 12 mstari wa 32, nitakapoinuliwa juu nitawavuta wote kwangu. Wema na wabaya, waabudu shetani, wote watakaomwamini anawavuta wote. Shetani hana watu tena, lakini sasa hivi watu akili zao zimekuwa ndogo na kubali kumfuata. Kwa hiyo sisi ni mali ya Yesu kwa sababu ya msalaba. Yesu hakukubali mamlaka ya giza imshinde wala imshike, na anataka wafuasi wake mamlaka ya giza ya yule mwovu isikushike wala isikushinde. Wakati wa kifo chake alitawanya nguvu zote za giza, na ametawanya milele yote, na ametutoa huko gizani na kutufanya viumbe vipya. Swala la kufanyika upya Yesu amelikamilisha, ila sisi tu ni kuchukua hatua. Kwa kifo chake msalabani na kwa kuzikwa kwake, mambo yetu yote ya kale yamejumlishwa pamoja naye pale msalabani. Rumi sura ya 6 mstari wa 6. Rumi sura ya 6 mstari wa 6. Ukisoma Rumi sura ya 6 yote, haya maelezo nimeyakopi huko, sio maneno wala usiogope. Andika Rumi 6:6 au Rumi sura ya 6, unaweza kupata haya maneno. Lakini tusome Rumi 6 mstari wa 6, anasema hivi. Ndio kitu kizuri sana. Anasema Mtume Paulo anatuambia kwa barua yake kwa Warumi, tukijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Haleluya. Ni kitu cha ajabu sana. Mungu kusoma maandiko yani kama ananichochea huko ndani. Tusitumikie dhambi. Mimi wanaambia Wakristo wa Katoliki, sisi tuliompa Yesu maisha, dhambi ina nguvu nini watu? Dhambi ina uwezo. Ukishindana nayo utaongama leo, utarudia kesho. Kitu cha ajabu sana. Lakini ukitengeneza akili yako vizuri, ukajua kweli dhambi ina nguvu, lakini kuna mmoja aliyeshinda dhambi tena mara moja na milele yote. Unamtafuta huyo, unasoma neno lake, unamsikiliza sauti yake. Dhambi yenyewe itakwambia mzee, unapita hapa, inapiga saluti, unasonga mbele, unafuka namba. Yaani unakuwa unakanyaga juu ya dhambi, unatembea kwenda namba ya pili. Na kicho kitu Mungu anachotaka. Kwa nini? Kwa sababu ya mind it is fine. Akili yako iko safi na unaelewa kuelewa maandiko. Rumi, andika Rumi 6 mpaka 11 ukasome nyumbani. Galatia 2:20. Galatia 2:20. Paulo anasema, si mimi tena ninaishi, ila Kristo ndani yangu. Ufike kwenye hicho kitu. Akili iliyofanywa upya, ndugu zanguni, ndio yenye uwezo wa kuongea maneno kama Mtume Paulo. Paulo alihesabu kila kitu ni mavi. Mambo ya mwilini mavi, mambo ya duniani mavi, mambo ya shetani mavi, mambo yaliyopita historia ya maisha yake, usomi wake, wa nini kuitwa Myahudi mavi. Leo hapa si kila mtu anakunya jamani. Unasikia kunya hapa? Wote tunaenda chooni hapa. Tuongee wazi wazi. Uwe mzuri, uwe namna gani, hata uweje,
Niliwahi kukutana na msichana mmoja bado nikiwa kijana. Niliingia kwa Yesu vizuri tu. Kwa safi. Sisi wanaume bwana. Kiangalia sema Mungu vizuri kweli. Ameumbika vizuri. Kwa Yesu vizuri, ana karama kubwa ya unabii kama rafiki yangu hivi. Unajua kama Mungu amekutengeneza vitu vizuri mbeleni, pia adui anajua. Wakati mwingine anafahamu kwa kama kivuli. Akuletea watu kama watu wa Mungu. Basi nikawa na mahusiano naye rafiki yangu sana. Toka huko Shinyanga huko. Safi anasoma. Msomi mkubwa. Mimi form 4 yangu ameanguka, yani anaelewa kabisa. Akasema kama na control msomi Safi hata pamoja na Yesu wangu, ngoja kidogo nionje. Siku hiyo akaja chumbani kwangu nikaamua, akasema leo simwachia aondoke hivi. Msichana alikuwa na Roho Mtakatifu hapa ndani. Tukakaa vizuri, ananiambia unanipenda sana. Nikamwambia ndio. Na kabisa ningetamani hata kidogo tu. Kwa Yesu hapa. Nikasahau Yesu yupo. Tukaongea akakubali. Tukaenda chumbani kabisa kwenye vitanda. Yeye akasema nimeshinda. Akajiambia shikanya hapa anashangilia. Tukakaa kwenye kiti vizuri. Tukakaa kwenye kitanda vizuri. Akaniambia unataka tuendelee na mahusiano? Nikamwambia tena sana. Yaani hapo ndio tutakamilisha baada ya sana kaka. Yaani ndio kabisa tutakamilisha kila kitu. Akaniambia nisikilize vizuri. Unaniona hivi? Nafikiri kinachokutesa ni umbo langu. Ni mwili wangu. Yaani ni Mungu tu mzangu. Lakini mimi ni mwanamke wa kawaida naenda chooni. Yaani niliwahi kuwa na wasichana yule mimi nimempa tiki zote. Aliniambia alafu aliongea vitu sio injili. Anajua mimi niliko kwa Yesu, kwa hiyo hakutaka kuleta injili. Akaleta vitu vya kawaida. Aliniuliza pale kitandani huku chini jamaa na akuka mwenyewe. Yaani chumba ni changu, niliondoka nikatoka nje. Nikaenda kwa nje nikasema wasichana wote wa karismatic walikuwa kama huyu dada. Mambo yalikuwa tofauti. Kabisa, yangekuwa tofauti. Lakini leo hii mambo ya ajabu sana. Leo hii dada yule ni mhudumu mkubwa. Tena alikuwa hapa Emmaus. Tulikutana miaka 94. Mimi nikaenda zangu Uganda, nikarudi kutoka Uganda mwaka 2000, nikamkuta anaendelea na injili. Leo hii ni mhudumu mkubwa na tunakutana naye na inasemekana labda hata yuko katikati yenu siwaambii. Na kuheshimu songa mbele mtu wa Mungu. Alinitoa mahali fulani. Kila mtu ana udhaifu. Uwe mzee, uwe nani, una kilema chako. Nenda akasema unachoweza kusema, lakini najua kila mtu. Na mara nyingi atuongea kwenye vitu zangu tunajipamba tu tumishi nini. No way. Ukiwa na akili safi, mwanga mzuri, utapitia matakataka na makabeji yatakuwa ushuhuda. Ushindi mara kwa mara, unasonga mbele, Mungu atakubali uishi njiani, unakanyaga juu ya mauchafu, unaenda mbele, unakuvutia mpemuko, yaani hivi kwa sababu Yesu alisema mara moja juu ya mti imekwisha. Bado tunasonga mbele. Soma maandiko. Siku moja uwe kama Paulo, useme si mimi tena ninaishi na yale matakataka, ni Kristo anaishi ndani yangu. Ukiweka mkono, mapepo yanaondoka, watu wanapona, bado tunatengenezwa. Usijibweteke kwa sababu najua kufundisha na mistari ya Biblia, sisi changamka kutengeneza akili kae vizuri. Kwa hiyo msalaba unatoa jibu, kwa sababu Yesu amekuwa pamoja nami, amefufuka pamoja nami na anaishi pamoja nami. Kwa nini msalaba unatoa jibu? Kwa sababu Yesu alikufa pamoja na wewe, alikufa pamoja na Experus, alifufuka pamoja na wewe, alifufuka pamoja na Experus, na anaishi pamoja na wewe, na anaishi pamoja na Experus. Tumshangilie Yesu aliye hai. Sio dhambi, sio shetani. Mawazo hayo futa. Sio vitu vinavyokunyanyasa, sio tabia zako. Ulifufuka pamoja na Yesu, ulikufa kwanza pamoja na Yesu. Ndicho kitu Mungu alichokifanya. Na niwaambie ukweli, Mungu hahesabu nimefanya nini sijafanya nini, anaangalia. Experus anamtafutaje mwanangu aliyemkamilishia mambo? Ndicho anachofanya.
anatafuta Mungu. Atafuti umefanya nini, umeudumuje, umelala na nini, umeamka na nani, ujala nini. Anatafuta mahusiano, experience na Yesu yako, kwa sababu ndiye anakamilisha kila kitu. Akiona ninafanya bidii, ninasali zangu, ninasoma neno, hata pamoja na niwaambie ni ukweli, mimi nimegundua dawa ya dhambi. Nikiona mambo yanaenda ovyo na mtubilia Yesu, anamwambia Bwana, vipi mzee? Hiki kitu kinasemaje mahali hapa? Naongea naye. Ananijibu Bwana. Sababu anataka, anajua kwa nguvu yangu siwezi. Yeye ndio msaada wangu. Na hii ndio tunaita akili mpya, ndugu zangu. Bado tuko duniani, tusiongee kama tuko mbinguni. Pambana. Andika, msalaba unatoa jibu kwa msalaba unatoa jibu kwa msalaba. Hapa yaani ukitaka hii akili leo iende vizuri, kama umekata msalaba, muombe Yesu akurudishie kwa kweli. Ubebe vizuri, utendeze. Msalaba unatoa. Naomba uandike mstari, andika, kukariri. Yaani sio kichwa asa anyway, nimeanza hivyo, lakini kama kuna nafasi andika kukariri hii mistari. Kwa sababu ni baadhi ya mistari michache lakini ni nguvu sana katika Biblia. Mistari yote ya Biblia ina nguvu sana, lakini ukiielewa ikiingia akilini utafurahi sana. Hata kama una karatasi uandike, usidharau. Omba hata karatasi kwa jirani, kaikariri. Soma siku 40 kama Yesu alipokaa jangwani. Kama hiyo akili haijatoka vizuri, utakuja kunipiga mawe ukinikuta huko barabarani. Msalaba umetoa jibu kwa dunia. Msalaba umetoa jibu kwa dunia. Galatia sura 6 mstari wa 14. Galatia sura 6 mstari wa 14. Utakutana na hicho kitu ninachowaambia. Paulo anawaambia Galatia, kwa napambana kama una mimi juu ya mambo ya dunia hii. Galatia 6:14 anasema, lakini mimi hasha sioni mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu, dunia, umesulubishwa kwangu na mimi na kwa ulimwengu. Muda wangu umeisha, ningewaeleza kwa kina Paulo anaongea nini. Ulimwengu, yaani mambo ya ulimwengu hamsumbui, ni mavi kwake. Ulimwengu nao unamuona na yeye mavi, yaani vitu vya ajabu sana. Ulimwengu umemkataa na yeye mwenyewe ameukataa. Yuko kwa ajili ya nini? Kristo. Ndio kitu anataka kutuambia mahali hapa. Ndivyo anavyoona kwenye akili yake. Ashone mahema yake, apata hapo chochote asishone. Na ukisoma barua zake unakuta saa nyingine anasema nashukuru kwa msaada, kumbe siku nyingine anapokea msaada, siku nyingine anashona mahema. Yaani huyu jamaa alikuwa mtu wa ajabu. Na kweli alisulubiwa pamoja na Kristo, alielewa hicho tunachowaambia. Kwa hiyo dunia, ulimwengu, jibu lake liko hapo. Na mistari mingine nyingi kwa wale ambao ni waerevu, akili zenu ziko smart na mnajua nini mnachokifuata kwa duniani kwa sasa hivi pamoja na Kristo. Angalia hiyo mistari na huko pembeni, hii mistari ya Iringa pia ina maelezo zaidi. Utapata mistari mingi zaidi juu ya kusulubishwa kwa dunia na wewe, na utafurahi sana. Mwili, msalaba umetoa jibu kwa mwili. Mwili wako huo unaokutumishikisha usiku na mchana, una mavisukari, tafikiri Mtibwa. Kilombero shughuli. Sasa tungekuwa tajiri, sukari. Mwili tu. Yesu anasema kitu cha ajabu sana. Kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini ndugu zangu? Ni lazima hiyo sukari kama inashuka iwe kwenye nomo, kama inapanda iwe kwenye nomo, inarudi kwenye nomo kwa jina la Yesu na kwa jina la neno la Mungu. Sijui pressure si tujoko tunakupanga uingiza hata kwenye magari ya maana, sijui pressure gani hizo. Vitu vya ajabu. Mwili unakudanganya mtu wa Mungu. Hivyo vitu sio vyako. Ni wewe umeamua kwa sababu ya suggestion, kwa sababu ya mapendekezo ya shetani. Wewe unakubali. Kuna baba mmoja akiwa na miaka 39 anasema shetani akamwambia ukifika miaka 40 utatembelea kigari kama wazee. Na ni mhudumu kweli, alifikisha miaka 40 anasubiri, akaanza kupata shida. Ndio telefoni akamwambia umekuwa mjinga kiasi hicho, unapokea mapendekezo ya shetani na wewe ni mzima.
Yaani Roho Mtakatifu alikuwa ni mtu mwaminifu sana. Akaongea na Roho Mtakatifu, akamwongea, akaangalia mistari, akaanza kupitia mistari ya Biblia bwana. Mungu mama yangu, mimi si miaka 40 bado ndio natakiwa nifanye kazi. Pale akapata akili, akatafuta mistari ya Biblia, anaongea juu ya afya yake. Yaani mawazo yaliyoingia kwenye akili yake, akatoka kule. Sasa hivi ana miaka 63, ni mhudumu mkubwa duniani, na anasema ana nguvu kama alivyokuwa na miaka 30. 63 anahubiri, anazunguka nchi nyingi. Mungu amembariki. Kwa hiyo pendekezo haya nani hapa tu kwenye akili. Pendekezo haya ni ajabu sana. Msalaba umetoa jibu kwa mwili wako. Galatia sura ya 5 mstari wa 24. Galatia 5 mstari wa 24 anasema, na hao walio wa Kristo Yesu, hao walio wa nani ndugu zanguni? Hebu muulize jirani yako, wewe ni wa nani? Anasema yeye ni wa nani? Sio wa mwili wake kweli? Na hawezi kukuambia. Sasa Paulo anaongea na watu walio wa mali ya nani? Ya Yesu. Mimi kuna nyaraka nyingine za Paulo zinanibariki kwa kweli. Anasema wala ninyi si mali yenu wenyewe. Kuna watu hapa mmeshaja, mnajiona nini ni mali yenu. Tunaona unahangaika. Wewe ni mali ya. Ulikombolewa kwa gharama na sadaka ya ajabu sana ndugu. Jitambue. Wewe unamilikiwa. You are a property of somebody. Wewe sio mali yako mwenyewe. Sema sio uko staki sana kuwapeleka, kunataka kuambia muwe na akili nzuri tu. Na hao walio Kristo Yesu wameusulubisha mwili. Wamefanya nini? Wameusulubisha mwili. Na kati ya vitu ambavyo watu hataki kusulubishwe ni mwili. Unajua kusulubisha kitu. Kitu kinachosulubisha kinaumia. Uongo kweli? Kinauma. Sasa wengi hawataki maumivu kutoka kwa Mungu, labda kwa ajili ya kutakasa. Ameusulubisha mwili, anasema ameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Chochote kinachokuja cha ovyo kutoka mwilini, kinachokudanganya, kinachokuzuia sana kusoma neno, hata iwe kazi nzuri kiasi gani, inakutenganisha na Mungu wako, afadhali ule hasara ili umpate Kristo. Utashangaa sana na kupeleka mahali pazuri. Kuongea hivi ni rahisi na tetemeka huko ndani, lakini ninapokuja kwenye reality kazi kubwa sana. Andika pia Rumi sura 6 mstari wa 6 mpaka 7, tumeshasoma huko juu, endelea kuongeza huo 7. Msalaba umetoa jibu. Jambo la 3, msalaba umetoa jibu kwa dunia, yani kwa shetani, dunia tayari. Msalaba umetoa jibu kwa shetani. Ebrania sura ya 2 mstari wa 14. Msalaba umetoa jibu kwa shetani. Ukweli ni kwamba watoto wa Mungu mnaomilikiwa na Yesu, mmeniambia baada ya muda mfupi uliopita, shetani ni sawasawa na hewa kwa mtoto wa Mungu. Ukitambua hiki kitu kitakupeleka mbali. Shetani ni hewa, ni roho ambayo haina uwezo, lakini yenye nguvu kwa yule ambaye hajaunganika na Kristo Yesu. Ina nguvu ya ajabu sana. Ebrania sura ya 2 mstari wa 14 anasema hivi, basi kwa kuwa watoto wa nani? Watoto. Sema turudia, watoto. Anasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Sasa hapa watoto, ukisoma kwenye Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasema wale wote waliompokea amewafanya kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Waliompokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yao amewafanya kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Na ukiendelea kusoma Rumi sura ya 8 mstari wa 14 anasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ni watoto wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo kama wewe umempa Yesu maisha, mtoto wa Mungu, unaongozwa na Roho Mtakatifu, mtoto wa Mungu. Ndio anaposema hapa Paulo anaongea watu wa jinsi hiyo. Sio vitoto kama tunavyoviona vinacheza kule. Watoto, neno jinsi linavyosema. Anasema basi watoto, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Tumezaliwa na damu ya mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Na damu hizi zilikuwa na madoa yake, zilikuwa na matakataka yake, ukalishwa, ukaambukizwa, ukatoka duniani. Leo hii ukapata ufahamu
ukamkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, akakushirikisha mwili wake, akakushirikisha damu yake, na ndio maana una majidai leo hii kujiita mtoto wa Mungu. Yale yule baba na yule mama hana nguvu tena, yameshindwa juu ya msalaba, yaliyo kwa tabia zao, mambo yao, takataka zao hazina nguvu tena. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeunganika na mmoja aliyekuwa na damu safi, aliyekuwa na mwili safi, ambaye alikuwa na doa, na wewe unazidi kufanana naye siku kwa siku. Ndio maana neno linatuambia msalaba ni jibu kwa nani, ndugu zanguni? Kwa shetani mwongo anayeingiza program kwamba unafanana na baba yako. Kuna mtoto mmoja alipokuwa anakuwa, kila siku anamwona baba yake akirudi kazini anasoma gazeti. Kitoto tu cha kiume akasema, na mimi nikikuwa nitakuwa kama baba, nitakuwa nasoma nini? Gazeti. Je, huyu mtoto alimwona baba yake anasoma Biblia, si kitasema kama baba kabisa? Kwa hiyo tunaleta vitu vingi vya kipuuzi, lakini tulipomkiri Yesu tunamshukuru Mungu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Vile vitu vya kipuuzi, yale matakataka, matabia mabovu yanaishia juu ya nini, ndugu zanguni? Juu ya mtu. Yanaishia pale, tabia, madamu yao. Wewe ni kizazi kipya, ni mali ya Mungu, huna doa lolote. Tengeneza your mind. Hata kama hujui Kiingereza, sema tu mind kabisa. Tengeneza hapa. Wewe sio baba yako wala sio mama yako, wewe sio rafiki yako, wewe sio nani. Wewe ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Na shetani hajui hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu ulishiriki. Sikiliza, basi kwa kuwa watoto. Nani hao watoto? Nauliza tena. Sema mimi, sio sisi. Ukisema wewe, pamoja tunakuwa watoto. Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Yes, neno la ajabu. Soma tena. Ninawaambia nayo hapa, haya kariri hapa kichwani, yatakutoa, yataifanya akili yako iwe tofauti. Utapika shetani kwa kiwango cha ajabu sana. Kwa nini? Kwa sababu ya ukweli wa neno la Mungu. Msalaba ni jibu kwa nini? Kwa yaliyopita. Korintho wa pili sura ya 5 mstari wa 14 mpaka 17. Msalaba ni jibu kwa mambo yako yaliyopita. Korintho wa pili sura ya 5 mstari wa 14 mpaka 17. Tume Paulo anawaambia Korintho. Yaani mimi nampenda Paulo jamani. Paulo mwanaume wa ajabu. Alielewa siri za ufalme wa Mungu kwa kiwango cha ajabu. Sijui kama kuna mwanaume au mwanamke dunia hii amefikia hivi viwango. Na alikuwa binadamu kama wewe na mimi. Anasema Korintho wa pili sura ya 5 mstari wa 14 na 17, anasema hivi: maana upendo wa Kristo watubidisha. Kinachotubidisha ni nini? Upendo wa Kristo. Mimi nashangaa sana wa karismatiki ambao wana machuki, wana kibibu, wanaweka visasi huko ndani. Unasema unaenda mbinguni. Maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote. Huyo ni nani ndugu zangu? Basi walikufa wote. Dunia nzima walikufa. Hebu tuendelee kwanza. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili yao, kwa ajili ya nafsi zao, yaani akili zao vinavyowaza. Nikiongea nafsi naongelea akili, nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu sasa, sema tangu sasa, ninapoongea na ninyi hapa, tangu sasa. Ndugu zanguni, mkitoka hapa jioni hii, ishi sasa. Kuna kitu wanawaambiaga watu wengi wanaishi jana, wanaishi kesho, wanaiacha leo yao. Na ndio maana ufanikiwi. Funga milango ya jana, funga milango ya kesho, fungua mlango wa leo. Itajibu kesho yake, itaangusha jana yako. Hata kama umefanya nini, ishi leo.
Wengi wanakumbuka sikusoma, sijui baba yangu, sijui mama yangu, sijui kule nilikuwa nafanya kazi wakanitesa. Hororo. Jani basi hata ningenena kwa lugha mambo ya ajabu sana. Achana. Ishi leo. Mkamate Kristo. Tambua amekufanyia nini kama hujafika pale juu. Kwa hekima atakayokupa. Nasema hivi ule mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama. Mimi wanaambiaga watu, ukisikia Biblia inasema tazama, maana yake inaongea na vipofu, hawaoni kwenye ulimwengu wa roho. Wanaona tu huko nje. Tazama, na kuna alama fulani hivi, sijui inaitwaje kwa wale wa mbinu za Kiswahili. Kila nukta kwenye Biblia ina maana kubwa sana. Tazama hii, mbele yake ameweka kile kimshale alafu nukta chini. Kuna kitu stop. Ushangaa wewe. Tazama. Biblia usome tu Biblia, angalia hata na vile vituo mkato. Pumzika kwanza uelewe anataka kuambia nini. Sio kusoma tu kwa sababu utaulizwa umesoma Biblia ili usiseme sijasoma, unasoma tu. Anasema tazama, yamekuwa mapya. Tazama, yamekuwa mapya. Mwisho pale nukta. Kila kitu wow, kila kitu kipya, akili mpya, mawazo mapya, nia mpya, maisha mapya, furaha tele, ulimwengu mwingine hapa duniani. Kuna mtu mmoja alikuwa anahubiri anasema, ndugu zangu, ni mbingu inaanzia hapa hapa, usisubiri mbingu mahali fulani, mbingu ni hapa hapa. Kwa hiyo kwa bidii yako na kwa jinsi utakavyochangamsha akili yako, ndivyo utaishi maisha ya ushindi. Hayo ndio hasa maneno ambayo ningependa kuyakariri, uone juu nini kilichokufanyia msalaba na akili yako itakuwa mpya. Naomba uandike hapa njia 3 za kuifanya akili yako iishi smart, iishi vizuri, iishi bila shida. Kuanzia leo hii utakapotoka hapa jioni hii, namna gani? Mbinu 3 tu za kwenda kuishi ambacho tunaenda kukiomba usiku au kutupokea usiku sasa na neno la Mungu. Njia 3 za kuifanya akili yako idumu safi, pure, clear. Akili yako ibaki safi, nyeupe, haina doa maisha yako yote. Na inawezekana. Usifikiri ni vitu ambavyo haviwezekani. Ile akili haina akili ndio inayokuambia haiwezekani. Lakini akili mpya inawezekana. Kwa sababu watu wanaishi hivyo. Jambo la kwanza ni kutambua mamlaka na kazi iliyofanyika pale msalabani binafsi. Andika vizuri hiyo sentensi kwa wale wanaojua kuandika. Ni kutambua msalaba na kazi iliyofanyika pale msalabani binafsi. Sio kama unavyofundishwa, sio kama unavyosikia, na baadhi yenu hapa wengi wenu hamjui hata msalaba ni nini. Mnafundishwa, vinaingia vinatoka. Na ujui hata msalaba wako ni mwekundu, mweusi, wa kijani, mweupe, wa njano, ujui. Umuombe Roho Mtakatifu leo unapotoka hapa, mwambie Bwana, msalaba wangu unafananaje? Kama umeudrop, uchukue kuanzia leo. Ninapoongea na wewe hapa kesho, uchukue msalaba wako, usonge mbele. Mimi nalipenda kanisa Katoliki. Sijui kituo cha ngapi, sijui cha pili kile, kinasema msalaba wangu ni mke wangu. Wakati mimi asili yangu sio msalaba kamwe. Asili yangu ni mtu anayenisaidia kusonga mbele. Sijajua hasa kwa sababu sikuandika kile kituo. Huyu aliyeandika, huyu baba akaita, labda sio alikuwa na nini? Alikuwa na mawazo gani? Labda akinitafsiria nitaelewa alikuwa anataka kusema nini. Lakini kuniambia mke wangu ni msalaba, si kweli. Kama niko kwa Yesu, kama ninamwamini kwa shetani atakuwa msalaba. Uongo kweli jamani. Lakini ndani ya Yesu, she is not my Bible, she is not my cross. My wife, she's myself. Ni mimi. Ni mke, ni yeye, mimi. Tunaenda mbinguni, ananisaidia. Leo asubuhi nilikuwa naongea naye. Mambo alikuwa amenivuruga kwenye hii akili. Sielewi sasa, alikwambia papa. Nikaona njia, nikasoka mbele. Yaani kitu cha ajabu sana ndani ya Kristo, ndugu zangu. Msalaba ni mambo yote binafsi yanayokupa changamoto za
maisha. Na padri mmoja alikuwa anafundisha, anasema changamoto ina sehemu mbili. Changa kuchanganya. Yaani kama tulikate neno changamoto, maana yake ni kuchanganya, si ndio? Alafu kuna neno moto. Si ndio ndugu zangu? Sasa unapopika, wala ambao wanatoka kijijini, siku hizi tunapikia magesi huko Dar es Salaam. Tuseme tuko pale kijijini tunapika kwenye jiko la kuni. Na kuna wengine pia tunapikia jiko la kuni hapa. Sasa kuna kuni kule, kuna kuni unatakiwa usichanganye mle. Labda kipindi hiki cha mvua kuna nyingine mbichi. Ukipika na kuni mbichi zitapika chakula mwaka huu kweli. Utakesha na hizo kuni zako. Lakini kuna kuni fulani kavu mahali, ukazichanganya na zile mbichi, zitawaka. Na baadaye zitazipasha moto zile mbichi zitawaka. Sasa kuna watu wana changamoto za maisha ambazo hizo changamoto ni kuni mbichi na pia wana kuni kavu. Badala ya kuchanganya ili moto uendelee kuwaka, wao wanaacha yale makuni mabichi na moto umefanya nini? Umezimika. Anauliza, anakwambia napitia changamoto kweli? Muulize, hizo changamoto kuni mbichi au kuni zilizo kuni kavu? Akikwambia mbichi, mwambie ndugu yangu changanya, moto umezimika. Tafuta, yani ili huo moto wake lazima utafute kuni kavu. Tu changamoto tu, watu wanatafuta mbinu za Kiswahili lakini wajanja sana. Tufumba. Changamoto ni kitu kizuri sana. Na hii kwetu sisi wa Kristo ndio msalaba yetu, si watu. Ni vile vitu ambavyo unakutana navyo, unakutana navyo, aidha unakutana navyo kwenye mwili, unakutana navyo kiroho, unavyopambana navyo pamoja na Kristo, unaingia kwenye neno la Mungu kushinda, unazidi kuongezewa hadhi, CV yako ya wokovu inazidi kusonga mbele. Na Yesu anasema kwa nini sijui kama tunasoma Biblia vizuri. Ukisoma Injili ya Luka sura 9:23 anasema kila mtu auchukue msalaba wake kila siku na anifuate. Kwa hiyo kuna kitu hapa katikati, ndio maana nawaambia hivi, sijui kwa tafsiri vizuri juu ya msalaba wako, sababu sijui msalaba yenu. Nenda kamuulize Roho Mtakatifu, msalaba wako unafananaje? Ni nini? Na uchukue kuanzia kesho asubuhi, umfuate nani? Yesu. Utashangaa sana, unasonga mbele. Lakini wengi hawataki msalaba wao kwanza waijue. Kwa hiyo ili akili yako iliyofanywa upya leo utakayotoka nayo mahali hapa iendelee kuwa mpya, pure, safi, yenye uwezo wa kupambana na changamoto za maisha. Kitu cha kwanza, mtu uliyempa Yesu maisha, jambo la kwanza, tambua hii sentence. Kutambua msalaba ni kitu gani ya maisha yako, utafute na kazi iliyofanyika pale msalabani binafsi. Kwa wale wanajua kusoma Kiingereza, nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu. Nafahamu Kiingereza, na ukisoma unaelewa. Sijui, kuna jamaa mmoja anaitwa Mtini hapo kwenye duka lake. Simpigii dede, ninataka nikusaidie unajua Kiingereza. Na wao ambao hujui Kiingereza, kanunue tu hilo ni Biblia, angalia huko hivyo. Kaangalia hivyo, Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Mimi nakumbuka mwaka 91 nikiwa nauza mitumba, sema mitumba. Nachukua mitumba hapa Mazese napeleka huko Gairo, natafuta pesa. Nimetokea mbali sana. Hafuta mitumba nauza, nakaa napiga debe 100. Mimi nilikuta watu wa 150. Leo hii natembea nchi mbalimbali, natembea kwenye mandege. Mimi namuogopa Mungu. Na sasa asubuhi tumetandika pale, manguo yangu nimeweka hapo, siyafungua. Tumefika asubuhi na mapema, nikawa natembea tu, naangalia kule mnadani kuna baba mmoja anauza Biblia. Biblia hata mimi sijui Katoliki, inashika kushoto uanze kulia ama kushoto. Na Biblia zenyewe zilikuwa za Kiingereza. Kana nimesahau nitakuja nayo leo nitawaonyesha. Tangu 90 mpaka leo yaani naiona kama moja ya jicho langu. Biblia inaitwa Revised Standard Version. Ndogo tu, ina picha nyingi hapo juu. Nilipo nikaona kitabu kizuri kweli kinanivutia. Kuangalia ndio kimejaa picha hivi. Kamwambia mzee niuzie shilingi 200. Akaniuzia, nikaona mwaka 90 nikaenda naye nyumbani. Sijui A wala B. Mimi nilianza nisoma shule ya ufundi, Kiingereza nimekipatia kwa Yesu. Roho Mtakatifu anifundisha Kiingereza. Nikachukua ile Biblia naangalia zile picha na furahi na kiweka hapo. Na kuangalia zile picha na furahi na kiweka hapo. Sina cha zaidi. Ile Biblia, siku Mungu amenipa nafasi ya kwenda Uganda, akasema njoo na Biblia ya Kiingereza, nilienda nayo.
ndio kitabu nikaenda nayo Uganda kama sehemu. Sikwenda kukopa kwa mtu, sikwenda kufanya shughuli nyingi. Sasa kuna Biblia fulani anauza huyu jamaa, inaitwa Exposures Study Bible. Wale ambao wangependa kuisoma, Exposures Study Bible. Nenda kumwambia hivyo, hata kama utakumbuka vizuri na kuongea ukumbuke. Na hata kama hujui kuandika Kiingereza, andika tu Exposures Study Bible. Hivyo hivyo. Wewe nenda kamwambie nani huyu mtegi. Sijui kama anazo. Nilizionaga hapo dukani kwetu mwaka juzi, sijui mwaka jana. Mimi nilinunua ya kwangu 30,000. Nilikuwa natoka kwenye huduma mahali fulani hapo Mbezi, natembea mimi napangia gari kule Mbezi mwisho, usiku kuna giza, nikakuta mama mmoja anauza vitabu. Roho Mtakatifu ananiambia angalia hapo, nikaangalia. Nikakuta ni Biblia kubwa. Kuangalia juu, nikafikiri hivi Ayava Witness ndio anaandika vitabu ya makubwa sana. Nikaangalia amefunga kwenye karatasi ya nylon. Roho Mtakatifu ananichukulia chukua hicho kitabu. Nikamuuliza mama shilingi ngapi? Akaniambia 40,000. Nikamwambia ni 30,000. Akaniambia nipe. Nikampa, nikaondoka nacho kwenda nyumbani. Nikaogopa kwa nini nimenunua kitabu cha labda cha ajabu. Kwenda kufungua ndugu zangu. Ni kitabu cha ajabu, kinaongelea mambo mengi juu ya msalaba. Huyu mtu mmoja ametunga hiyo Biblia. Labda mmoja, kuna watu wana vichwa duniani hawawazi vitu vingine zaidi ya kusaidia watu. Kile kitabu na ile ni Biblia, sio kitabu. Naisoma, inanieleza vizuri juu ya msalaba. Nimeupenda msalaba, ninauheshimu msalaba, ninatembea na msalaba wangu kila inapoitwa leo. Nikagundua Yesu amenipa msalaba wa namna gani, na ninaona ushindi siku kwa siku kwa kupitia hiyo Biblia. Huyo jamaa aliyeandika, sio huyu anauza tu biashara, lakini huyu aliyeandika, huyu mzee sio anaitwa nani jina lake, baba mmoja kanuni au kitu cha ajabu sana. Tunaongea vizuri juu ya msalaba. Kwa hiyo lazima nyinyi mliokaa hapa, mkitaka mafanikio, jifunze msalaba wako ni nini na unafanyaje kazi na namna gani ya kuubeba ili kila siku umfuate Yesu. Wengi tunaacha msalaba na matokeo yake hakuna ushindi kwenye akili zetu. Masuggestion yanapokuja hayakuti nguvu ya msalaba, yanaingia direct kwenye akili, unashindwa mara kwa mara na matokeo yake mambo yanakuwa magumu sana. Jambo la pili, sijui mnanielewa ndugu zangu. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya baada ya hili somo, homework, ukaishi kile tunachofundishana, usirudi kwenye hali yako ya kawaida. 2, kuyakana mambo ya giza wewe binafsi unapokuwa mwenyewe. Kila pendekezo linalopelekwa akilini mwako unalikataa pale pale.